Tamani unisikize kwa makini sana, kwa sababu ujumbe wa leo ni ujumbe muhimu sana kwa ajili yako. Tunakwenda kuona namna ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akamtumia mtu kuleta ukombozi kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya ukoo wake, kwa ajili ya watoto wake. Kama familia yako inasumbuliwa na nguvu za giza, madhabahu za kipepo, au inawezekana unatamani Mungu akutumie kwa ajili ya kuleta ukombozi kwa ajili ya watu wengine waweze kufunguliwa. Inawezekana wewe ni mwinjilisti, ni pasta, au inawezekana wewe ni mshirika, ili unatamani usimame katika zamu kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ukoo wako. Ujumbe huu ni muhimu sana kwa ajili yako. Karibu sana. Kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe chaneli hii upate kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, imani na maombi. Na kama wewe ni mwenyeji, tafadhali karibu sana. Tunaendeleza kujifunza katika siku zetu 100 ambazo tutajifunza kiundani sana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Na leo hii tunakwenda kuona namna ambavyo Roho Mtakatifu amejidhihirisha kwenye maandiko kama Roho wa Bwana, kama Roho wa Bwana. Tunajua wazi ya kwamba Roho Mtakatifu kwenye Bible amejifunua katika namna tofauti tofauti. Kuna sehemu Roho Mtakatifu amejifunua kama roho ya imani. Kuna sehemu kwenye Bible inamwandika, mfano katika Isaya sura ya 11 na mstari wa 2, inatamka Roho Mtakatifu alivyojifunua kama karibu mara 7, roho kama wa hekima, roho maarifa. Roho Mtakatifu kuna wakati amejifunua kama mfariji. Roho Mtakatifu amejifunua kama mwalimu. Kwa kuna namna tofauti tofauti. Leo hii tunataka tuone namna ambavyo Roho Mtakatifu amejifunua kama Roho wa Bwana. Hii itakusaidia wewe uweze kujiposition kwenye sehemu, kwenye nafasi ya kusoma katika zamu yako, kama mtu ambaye Mungu anaweza akakutumia ili aweze kuleta ukombozi na kuokoa watu wengine. Mungu aweze kujaza nguvu zake ili uwe na uwezo unapoenda kuomba, maombi yako yawe ni ukombozi kwa ajili ya ukoo wako, ukombozi kwa ajili ya familia yako na watoto wako, katika jina la Yesu. Kama wewe ni mtu ambaye unatamani usome katika zamu leo hii, kualimu madhabahu na ngome, kusoma katika zamu katika taifa na kwenye kanisa, unaona kanisa limepoa, unatamani usome kwenye zamu, ujumbe huu nisikize mpaka mwisho katika jina la Yesu. Sasa kwenye maandiko unapoona sehemu imeandikwa Roho wa Bwana, inamaanisha nini? Ni Mungu anatamani amtumie mtu kama mwamuzi, kama mwokozi, kama mkombozi kwa ajili ya watu wengine. Haleluya, amen. Roho Mtakatifu anapojifunua kama Roho wa Bwana, ujue kwamba anataka aachilie nguvu kwa mtu, aachilie uwezesho kwa mtu ili asimame kwenye zamu yake. Kwa unapotaka usome kwenye zamu yako, unahitaji sana Roho Bwana ili kazi hiyo ipate kufanikiwa. La sivyo utashangaa unaomba, lakini maombi yako hayana impact katika kuharibu ngome na kuleta ukombozi unaotaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa nitashiriki na wewe mistari kadhaa kwa dakika chache sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mstari wangu wa kwanza ni kitabu cha Waamuzi sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10. Bible inaongelea kwa habari ya Othnieli. Bible inasema hivi: kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana, Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi aliyewaokoa, yani Othnieli. Hapa ni wana wa Israeli walipomtenda Mungu dhambi, walipomsahau Bwana Mungu wao, Mungu akawakabizisha kwa mfalme wa Mesopotamia anaitwa Kushan. Bible inasema hivi: walipomlingana Bwana, Mungu akawainulia Othnieli awe mwokozi wa kufanya nini? Ili apate kuokoa. Anasema hivi mstari wa 10, Roho ya Bwana ikamjilia juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli, akatoka kuenenda vitani, naye Bwana akamtia Kushani Rishathaimu mfalme wa Mesopotamia mikononi mwake. Utaona nini kilimfanya Othnieli asimame kama mwamuzi kukomboa ndugu zake. Kilichomwezesha ni Roho wa Bwana alipokuja juu yake, akaweza kumpiga yule mfalme wa Mesopotamia. Hebu tuone kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Natamani uone, nataka nikusomee vifungu ili
nikuthibitishie, upate uthibitisho kwenye Bible ya kwamba Roho Bwana akishuka juu yako, ndipo utakuwa na uwezo wa kusoma kwenye zamu yako kuleta wokovu na ukombozi kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya taifa na kanisa kwa jina Yesu. Anasema hivi, kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na mstari wa 34, Bible inasema hivi, lakini Roho ya Bwana ikaja juu yake Gideoni, naye akapiga tarumbeta, na Abiezeri walikutanika na kumfuata. Hapa Bible inaongea kwa habari ya Gideoni. Gideoni ambaye alikuwa ni mtu dhaifu, ambaye hata malaika alipomfuata kumwambia kaita ukombozi, Gideoni aliogopa. Lakini nini kilimfanya Gideoni aliyekuwa mwoga asimame kama jasiri, apige tarumbeta, alete ushindi dhidi ya Midian? Ni kwa sababu Roho wa Bwana alishuka juu yake. Roho Mungu aliposhuka juu ya Gideoni, akawa sio mtu dhaifu tena, akawa na nguvu. Kwa kupiga tarumbeta akayapiga majeshi ambayo Bible inasema yalikuwa ni majeshi mengi yasiyohesabika kama mchanga wa bahari. Lakini Gideon na wanajeshi 300 tu akawapiga wote katika jina Yesu. Roho Bwana akiwa juu yako, unapokea uwezesho wa kuleta ukombozi kwa ajili ya watu wote in the name of Jesus Christ. Kitabu cha Waamuzi sura ya 11, natamani uone hapa Waamuzi sura ya 11 mstari wa 29. Waamuzi 11:29 inaongelea kwa habari ya Yefta. Bible inasema hivi, ndipo Roho ya Bwana ikamjilia juu yake Yefta, naye akapita katikati ya Gileadi na Manase, akapita na Mispa na Gileadi. Utaendelea huku mbele. Wana wa Amoni walipoinuka kinyume na Israeli, Mungu anamtumia Yefta. Anamtumiaje? Anamshushia Roho wa Bwana juu yake. Muda wangu unitosha nikusomea vifungu vingi sana, lakini ukisoma habari za Samsoni, nini ambacho kilikuwa kinampa nguvu Samsoni, nini ambacho kilikuwa kinampa ujasiri Samsoni, Bible inasema hivi katika Waamuzi sura ya 14 na mstari wa 5. Bible inasema hivi, ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akamungurumia. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anapasua mwanambuzi. Haleluya! Siri ya Samsoni ilikuwa ni Roho wa Bwana aliposhuka juu yake. Hata ukisoma mstari wa 19, Bible inasema hivi, Waamuzi hiyo sura ya 14 mstari wa 19, Bible inasema hivi, Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu, naye akateremkia Ashkeloni, akapiga watu waume 30 katika watu hao na kuzitwaa nyara zao. Haleluya! Siri ya Samsoni, ukisoma hata huku mbele, unaona Samsoni anapopiga watu kwa fuvu tu, ni Roho Bwana ipokuwa anakuja juu yake. Roho Mungu anaposhuka juu yako, unakuwa na uwezo wa kusoma katika zamu. No wonder kwa habari ya Sauli. Sauli, ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 6, Samueli anamwambia Sauli, Roho Bwana atakuja juu yako, nawe utabadilishwa, utakuwa mtu mwingine. Sauli alipojiwa na Roho Bwana, aliwapiga Wafilisti, aliwashinda Wafilisti mpaka walimwogopa. Lakini Roho Bwana alipomwacha Sauli, Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 13 na kwa maana 14, alipomwacha, unaona katika sura ya 17, Sauli huyo aliwapiga Wafilisti, anamwogopa Goliati. Kwa nini? Inatuonyesha siri ya Sauli kuweza kusema katika zamu yake, hata akaweza kuwatetea kabila la Israeli, na aliposimama akaweza kuwapiga maadui wa Israeli, ni kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Alipompoteza, ile nguvu na uwezesho ukawa haupo. No wonder kuna mtu leo anaweza kawa naomba, anasema, Pastor, naomba, nafunga kwa ajili ya ukoo wangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya wanangu, alafu haoni impact. Kumbe anachokihitaji ni Roho wa Bwana awe juu yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Muda wangu umefika mwisho, acha nikusomee mstari wa mwisho katika jina la Yesu. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 4 na mstari wa 18. Tamani uone kwa habari ya Yesu Kristo. Luka mtakatifu 4:18. Yesu anasema hivi katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 17 na wa 18. Bible inasema hivi, akapewa chuo cha nabii Isaya. Yesu huyo akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu,
kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Unaona, Yesu Kristo ili asimame katika zamu ya kuleta ukombozi kwa wafungwa, kwa watu waliofungwa kiroho, anasema hivi, na vipofu apate kuona, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu alihitaji Roho wa Bwana awe juu yake. Kama Yesu alihitaji Roho wa Bwana, vipi kwa mimi na wewe? Vipi kwa mimi na wewe? Ndipo utakapojua kwamba tunahitaji sana Roho wa Bwana. Kwa Roho wa Bwana anaposhuka juu ya mtu ndipo anapokea uwezesho wa kusimama katika zamu kwa ajili ya kuleta ukombozi kwa ajili ya familia yake, kusimama katika zamu kuleta ukombozi kwa ajili ya ukoo wake. La sivyo, maombi yake yatakuwa ni makelele, maombi yake yatakuwa hayana impact kwa madhabahu na ngome. Na ndio maana unapomwona mwinjilisti, mhubiri anasoma kwenye jukwaa, anakemea pepo, anavunja, ni kwa sababu alikaa kwenye prayer, Roho Bwana akawa juu yake. Anapospiki, mapepo yanaondoka, watu wanafunguliwa, watu wanakombolewa. Roho Bwana we juu yako leo katika jina Yesu. Natamani ukomenti hapo chini ya kama namhitaji Roho Bwana. Comment hapo chini ya kama na kuhitaji Roho Bwana, na kuhitaji Roho Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani uone kwamba nini ilikuwa siri ya Filipo kufanya miujiza. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari 39. Biblia inasema hivi, kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule toasha asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Filipo aliyeutikisa mji, watu wengi wameokolewa. Nini ilikuwa siri ya Filipo? Ni Roho wa Bwana. Tafadhali mwana wa Mungu, unatamani usome katika zamu kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya wanao, kwa ajili ya ukoo wako, kwa ajili ya kanisa. Mungu leo hii hutumia watu wengi wapate kufunguliwa, watu wengi wapate kuokolewa. Cha kwanza kabisa, lia kwa Mungu kwa habari ya Roho wa Bwana, kwa habari ya Roho wa Bwana. La sivyo unaweza ukawa unaomba, la sivyo unaweza ukawa unafanya huduma, la sivyo unaweza ukawa unalia, unafunga kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo, unafunga ili Mungu akutumie kuokoa watu wengi, ukashangaa usione matokeo. Lakini leo hii naomba comment hapo chini ya kama na kuhitaji Roho wa Bwana, nami nakuombea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana uzima, umesema aliye na kiu aje anywe. Wewe ambaye una kiu leo hii, ninakuombea katika jina la Yesu, Roho wa Bwana ashuke juu yako. Bwana akakubatize kwa Roho wa Bwana leo hii katika jina la Yesu. Roho wa Bwana akashuke juu yako. Unaposimama katika zamu yako, maombi yako yakawe na nguvu ya kuleta ukombozi. Maombi yako ya karibu nila katika jina la Yesu. Maombi yako na kuombea leo hii yakawe na nguvu ya kuvunja ngome zote, nguvu ya kukomboa ukoo wako na familia yako, nguvu ya kukomboa watoto wako katika jina la Yesu, nguvu ya kukomboa wanao katika jina la Yesu. Ninakuombea leo in the name of Jesus. Unaposimama katika zamu yako, Roho Bwana kawe juu yako, Roho Bwana kawe juu yako. Bwana kakuwezeshe, Bwana kakupe nguvu katika jina la Yesu. Maombi yako kuanzia leo yasiwe ni maombi ya kawaida. Na kuombea katika jina la Yesu. Wewe uliye na kiu, pokea sasa katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliye na kiu, pokea sasa. Pokea Roho Bwana juu yako kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo maombi yako yakawe na nguvu ya kuharibu nira, ngome na vifungo vyote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana mwana wa Mungu. Leo hii ukaombe na ukaone impact ya maombi yako. Tafadhali subscribe channel hii, share tafadhali katika jina la Yesu Kristo. Share na wengi, komenti na Mungu atakubariki. Usije ukasahau, nimeweka link hapo chini ya kujiunga na grupu la WhatsApp. Tafadhali bonyeza link hapo kwenye description, jiunge na channel yetu ya WhatsApp na hakika utabarikiwa. Usikose video inayofuata hapo, ibonyeze na uangalie kwa jina la Yesu. Amen.